Watu wa Mungu aliye hai, somo tunalojifunza au somo ambalo Mungu ametupa kuweza kujifunza kwenye hii semina kwa muda wa siku zote 4 linaitwa imani inahitajika kuwa kubwa ndani yako katika nyakati za sasa. Imani inahitajika kuwa kubwa ndani yako katika nyakati za sasa. Imani inahitajika kuwa kubwa ndani yako katika nyakati za sasa. Hili ndio somo ambalo Roho Mtakatifu ametupatia kujifunza kwenye hii semina. Tumekuwekea pia hapo kwa njia ya maandishi kwenye bango letu la utangulizi ili uweze kulinoti vizuri katika uwepo wa Bwana. Malengo tulio nayo katika hii semina au katika hili somo, malengo tulio nayo ni kukusaidia kuimarisha imani yako ili uweze kutembea katika imani iliyo sawa sawa na mapenzi ya Mungu katika nyakati za sasa. Ni kukusaidia kuimarisha imani yako ili uweze kutembea katika imani iliyo sawa sawa na mapenzi ya Mungu katika nyakati za sasa. Haya ndio malengo ambayo Mungu ametupa kwenye hii semina. Ni kwenda kufundisha hili somo ili kila atakayesikia apate neema ya kuimarika kiimani. Na ukishaimarika kiimani iweze kuwa sawa sawa na mapenzi ya Mungu katika nyakati za sasa. Nyakati za hapa duniani zinabadilika. Kila jambo linatokea kwa wakati. Ukiangalia miaka 10 nyuma, dunia haikuwa kama ilivyo sasa. Kwa imani uliyotembea nayo miaka 10 iliyopita, usitegemee kutembea nayo katika mwaka huu. Lakini pia ukirudi mwaka jana, maisha uliyokuwa nayo sio sawa sawa na ulionayo mwaka huu. Hiyo ikiwa na maana ya kwamba imani uliyotembea nayo mwaka jana, kiwango kile hakifai kutembea nacho mwaka huu. Aidha ukiendelea nacho utaanguka au kuna vitu utavikosa kuvipata kutoka kwa Mungu. Na ndio maana Mungu ameleta hii semina katika lengo la kwenda kuachilia mafundisho ambayo yatakusaidia uweze kuimarisha imani ili iwe sawa sawa na kiwango cha wakati wa sasa na ule unaokuja sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Oh, haleluya, wana wa Mungu aliye hai. Tuanze kwa kutafakari kile kitabu cha Timotheo wa pili, sura ya 3 mstari wa 1 hadi wa 9. Timotheo wa pili sura ya 3 mstari wa 1 hadi wa 9. Timotheo wa pili 3:1 hadi 9 inasema namna hii. Lakini ufahamu neno hili ya kuwa siku za mwisho kutakuwa na nyakati za hatari. Maana watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe, wenye kupenda fedha, wenye kujisifu, wenye kiburi, wenye kutukana, wasiotii wazazi wao, wasio na shukrani, wasio safi, wasiowapenda wakwao, wasiotaka kufanya suluhu, wasingiziaji, wasiojizuia, wakali, wasiopenda mema, wasaliti, wakaidi, wenye kujivuna, wapendao anasa kuliko kumpenda Mungu, wenye mfano wa utauwa lakini wakikana nguvu zake. Hao nao ujiepushe nao, kwa maana katika hao wamo wale wajiingizao katika nyumba za watu na kuchukua mateka wanawake wajinga wenye mizigo ya dhambi, waliochukuliwa na tamaa za namna nyingi, wakijifunza siku zote ili wasiweze kabisa kuufikia ujuzi wa kweli. Na kama vile Yane na Yambre walivyopingana na Musa, vivyo hivyo na hawa wanapingana na ile kweli. Ni watu walioharibika akili zao, wamekataliwa na mambo ya imani. Haleluya, kanisa la Bwana. Ukisikiliza vizuri hii mistari niliyokusomea ya kitabu hichi cha Timotheo wa pili 3:1 hadi 9, utagundua kuna mambo 21 ambayo yanatajwa yatakuwepo nyakati za mwisho. Ukisoma hichi kitabu vizuri utagundua kuna mambo 21 yanatajwa yatakuwepo.
Na haya mambo 21 ni makundi ya watu. Kwa Mungu anatuonyesha kwamba nyakati za mwisho kuna makundi ya watu aina mbalimbali 21 watatokea. Ngoja nikutajia hayo makundi ili unipate vizuri. Kundi la kwanza, anasema nyakati za mwisho kutakuwa na kundi la watu wenye kujipenda wenyewe. Kundi la pili, kundi la watu wenye kupenda fedha. Kundi la watu wenye kupenda fedha. Kundi la tatu, kundi la watu wenye kujisifu. Kundi la tatu ni kundi la watu wenye kujisifu. Hili ni kundi la tatu ambalo litakuwepo nyakati za mwisho, na ukumbuke nyakati hizo ndio hizi za sasa ninazoongea. Kundi la nne, kundi la watu wenye kiburi. Kundi la watu wenye kiburi. Kundi la tano ni kundi la watu wenye kutukana. Kundi la watu wenye kutukana. Kundi la sita ni kundi la watu wasio watii wazazi wao. Kundi la watu wasio watii wazazi wao. Kundi la saba ni kundi la watu wasio na shukrani. Kundi la watu wasio na shukrani. Kundi la nane ni kundi la watu wasio safi. Kundi la watu wasio safi. Kundi la tisa, kundi la watu wasiopenda wa kwao. Kundi la watu wasiopenda wa kwao. Kundi la 10, kundi la watu wasiotaka kufanya suluhu. Kundi la watu wasiotaka kufanya suluhu. Kundi la 11 ni kundi la watu wasingiziaji. Kundi la watu wasingiziaji. Kundi la 12 ni kundi la watu wasiojizuia. Kundi la watu wasiojizuia. Kundi la 13 ni kundi la watu wakali. Kundi la watu wakali. Kundi la 14 ni kundi la watu wasiopenda mema. Kundi la watu wasiopenda mema. Kundi la 15 ni kundi la watu wasaliti. Kundi la watu wasaliti. Kundi la 16 ni kundi la watu wakaidi. Kundi la watu wakaidi. Kundi la 17 ni kundi la watu wenye kujivuna. Kundi la watu wenye kujivuna. Kundi la 18 ni kundi la watu wapendao anasa kuliko kumpenda Mungu. Kundi la watu wapendao anasa kuliko kumpenda Mungu. Kundi la 19 ni kundi la watu wenye mfano wa utauwa lakini wamekana nguvu za Mungu. Kundi la watu wenye mfano wa utauwa lakini wamekana nguvu za Mungu. Alafu kundi la 20 ni kundi la watu linalochukua mateka wanawake wajinga wenye mizigo ya dhambi na kujawa na tamaa za namna nyingi. Ni kundi la watu linalochukua mateka wanawake wenye mizigo ya dhambi na kujawa na tamaa za namna nyingi. Kundi la 21 ni kundi la watu wanaojifunza siku zote ili wasiweze kufikia ujuzi wa kweli. Kundi la watu wanaojifunza siku zote ili wasiweze kufikia ujuzi wa kweli. Kwa ujumla wake tunaona kuna makundi 21 ambayo nimeyakusomea taratibu sana ili uyasikie na uyaelewe. Ni makundi 21 ya watu ambao Mungu anayataja kutoka kwenye kile kitabu cha Timotheo wa pili sura ya 3 mstari wa 1 hadi wa 9. Ukikaa kusoma hichi kitabu utakutana nayo hapo ndani, ndio mimi nimeyatolea hapo, ambao Mungu anatuonyesha yatakuwepo nyakati za mwisho ambazo ni sasa. Ina maana wakati huu ninaoongea hapa, haya makundi ya watu 21 yapo. Sasa sijajua wewe upo kwenye aina ipi ya kundi, lakini tunaambiwa yapo. Sababu ya kuwepo kwa makundi haya 21 ni sababu kubwa 2.
Sababu za kuwepo kwa makundi haya 21 ni sababu kubwa mbili ambazo tunaziona kwenye kile kitabu cha Timotheo wa pili sura ya 3 ule mstari wa 8. Timotheo wa pili 3:8 inatuonyesha sababu mbili za kuwepo kwa haya makundi ya watu 21 watakao kuwepo nyakati za mwisho waliopo sasa. Ngoja nikusomee hiki kitabu. Timotheo wa pili 3:8 inasema hivi: na kama vile Yane na Yambre walivyopingana na Musa, vivyo hivyo na hawa wanapingana na ile kweli. Ni watu walioharibika akili zao, wamekataliwa na mambo ya imani. Kwa hapa kwenye hili andiko tunaona mambo mawili. Jambo la kwanza tunaona ni watu ambao wameharibika kwa akili. Kundi la kwanza, sababu ya kwanza ni kuharibika kwa akili ndani ya mtu. Kuharibika kwa akili ndani ya mtu kunaweza kukampelekea kuwa moja wapo wa watu hao 21, aidha kuwa mmoja wapo katika hili kundi au kujitokeza tabia kwenye makundi mawili au matatu. Akili yako ikiharibika. Maana tunaambiwa kwamba Yane na Yambre walipingana na Musa na sababu kubwa ni akili zao ziliharibika. Hafu sababu ya pili ni kukataliwa kwa mambo ya imani. Kukataliwa kwa mambo ya imani kunaweza kukakufanya ukawa mmoja wapo wa aina ya makundi haya 21 ya nyakati za mwisho, aina hizi za watu. Kwa hiyo pia ndani yako ukikataa kutumia imani ni sababu tosha ya kukufanya kuwa moja ya makundi haya. Katika semina hii tutajikita zaidi kwenye hii sababu ya pili ambayo inasema kukataliwa kwa mambo ya imani kunaweza kukakufanya ukawa mmoja wapo wa kundi la aina za watu waovu watakao kuwepo nyakati za mwisho. Kwa tutajikita zaidi na hii pointi ya pili. Kwa ninakuomba uwe na utulivu wa kutosha kadiri nitakapokuwa naendelea kufundisha kila siku. Ndivyo utakapokuwa unaendelea kunielewa. Kwa mwanzoni unaweza ukapata shida kidogo, lakini endelea kunisikiliza, taratibu utakuwa unaanza kupata picha na utakuwa unaendelea kuelewa. Sema amen katika jina la Yesu. Kukataliwa na mambo ya imani maana yake nini? Kukataliwa na mambo ya imani maana yake nini? Kukataliwa na mambo ya imani ni kuwa mtu wa kujitenga kutumia imani wakati wa mambo yako mbalimbali yanayohusu maisha yako pale yanapokukabili. Ni kuwa mtu wa kujitenga kutumia imani wakati wa mambo mbalimbali yanayohusu maisha yako yanapokukabili. Kwa tunaposema umekataliwa na mambo ya imani au umekataa mambo ya imani, tunakuwa tunamaanisha ile hali inayokuwa ndani ya mtu ya kushindwa kutumia imani ya Mungu aliye hai kwenye kufanya mambo mbalimbali yanayohusu maisha yake. Na Biblia inaeleza wazi kwamba nyakati za mwisho watu wengi kitatokea kitu cha kujitenga kutumia imani kwenye maisha yao. Watataka watumie zaidi akili zao, watumie zaidi nguvu zao, watumie zaidi kampani ya watu waliowazunguka kuliko kuitumia imani iliyoko ndani yao kufanikisha mambo yao. Biblia inaeleza hivyo kabisa kwenye ile Timotheo wa kwanza sura ya 4 mstari wa kwanza hadi wa 5. Timotheo wa kwanza sura ya 4 mstari wa kwanza hadi wa 5. Timotheo wa kwanza 4:1 hadi 5. Sikia inavyosema: basi Roho anena waziwazi ya kwamba nyakati za mwisho wengine watajitenga na imani, wakisikiliza roho zidanganyazo na mafundisho ya mashetani. Sikiliza vizuri mstari unaposema nyakati za mwisho ambazo ni sasa. Biblia inasema Roho anena waziwazi, watu wengi watajitenga na imani. Wakishajitenga na imani, watahamia kwenye imani nyingine ya kusikiliza roho zidanganyazo na mafundisho ya mashetani. Kwa tafsiri nyepesi ni kwamba moja ya kitu kinachoendelea kwa sasa ni watu wengi kutokuitumia imani na badala yake wanatumia mafundisho ya uongo kufanikisha mambo yao. Na Biblia inasema kitu kizuri sana katika ule mstari wa 4 kwamba kwa maana kila kiumbe cha Mungu ni kizuri,
wala hakuna cha kukataliwa kama kikipokelewa kwa shukrani, kwa kuwa kimetakaswa na neno la Mungu na kwa kuomba. Sikiliza mtu wa Mungu aliye hai, popote unaponisikiliza. Imani inaleta hali ya maamuzi sahihi yanayoendana na mapenzi ya Mungu kwenye maisha yako, kama ukiitumia. Na ukijitenga kuitumia imani, hautaweza kuishi sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Utaishi kwa mazoea ya kawaida na mazoea ya kila siku. Hakuna kitu kibaya kwenye Ukristo kama kuishi kwa mazoea na si kuishi kwa imani. Biblia inasema hivi: Ibrahimu aliandikiwa haki si kwa matendo ya sheria bali kwa imani. Ina maana Ibrahimu aliishi kwa imani, hakuishi kwa mazoea wala kwa sheria. Hivyo hivyo na mitume wengine wote walioendelea kufanya kazi ya Mungu waliishi kwa imani na si kwa mazoea. Kikitokea kitu ndani yako cha kuikataa imani, ina maana moja kwa moja kinachofuata kwako ni kuangamia, kwa sababu pasipo na imani hapana mapenzi ya Mungu, na pasipo na mapenzi ya Mungu kuna uangamivu mbele. Ngoja nikuonyeshe kitabu cha Warumi, ile sura ya kwanza mstari wa 28 uone. Warumi 1:28 inasema namna hii: na kama walivyokataa kuwa na Mungu katika fahamu zao, Mungu aliwaacha wafuate akili zao zisizofaa, wayafanye yasiyowapasa. Kwa hawa watu tunaambiwa walikataa kuwa na Mungu kwenye fahamu zao, kwa Mungu akawaacha wafuate akili zao, wafanye yasiyowapasa. Nisikilize vizuri. Hawa watu walimkataa Mungu kwenye fahamu zao, Mungu akawaacha. Kwa lugha nyingine, kumkataa Mungu ina maana hawakumuamini Mungu. Kwa lugha ya leo tungeweza kusema walijitenga na imani. Walipojitenga na imani, haikumsumbua Mungu kuwalazimisha. Biblia inasema Mungu aliwaacha wafuate akili zao. Na wakifuata akili zao, neno la Mungu linatuambia kwamba watayafanya yasiyowapasa. Kwa kama watayafanya yasiyowapasa, ina maana watafanya mambo ambayo yatawapelekea waangamie katika maisha yao. Nisikilize vizuri mpendwa. Akili yako ni nzuri sana kama ikifanya kazi pamoja na Mungu, ila akili yako ni mbaya sana kama ikifanya kazi peke yako. Hawa watu walipomwacha Mungu kwenye fahamu, aliacha watumia akili zao peke yao na waliangamia. Ina maana kama fahamu zao zingemwamini Mungu, Mungu angeshirikiana na akili zao na wasingeangamia. Kuna wakati huwa tunasema hili neno tukizaniaga tunapatia sana, kwamba kila kitu tu unakuwa kiroho, kila kitu tu unakuwa kiroho, sometimes kuwa kimwili. Kwani ulipewa akili za nini? Ni kweli sio kila kitu cha kuwa kiroho, lakini haina maana ya kwamba Mungu anapaswa kutumiwa kiroho tu hafu kimwili asitumike. No. Mungu anapaswa kutumika kiroho na kutumika kimwili, ikiwa na maana ya kwamba ili umfaidi katika uwezo wote alio nao. Ukiwa kwenye maombi umfaidi katika upako wa rohoni, na ukirudi katika mwili umfaidi katika nguvu za mwilini. Na ndio maana lazima afanye kazi kwenye akili yako. Na namna Mungu alivyotengeneza akili ya mwanadamu, ameiwekea uwezo wa kufanya kazi kwa kufikiri katika utatuzi na ubunifu wa mambo mbalimbali yanayompa mwanadamu kufanikiwa. Na ndio maana shetani akitaka kumaliza uwezo wako wa kufanikiwa, hatakupiga kwenye eneo la akili, kwa sababu anajua ndani ya akili yako kuna ubunifu, ndani ya akili yako kuna mawazo mapya, ndani ya akili yako kuna mbinu mbalimbali, ndani ya akili yako kuna ufahamu wa kukufanikisha. Ndio maana shetani akitaka kukumaliza anakupiga akili, na Mungu naye akitaka kukuinua anabariki akili zako ili zione fursa sahihi ya wewe kuifanya ufanikiwe, ili zipate maamuzi sahihi ya kuchukua ili usonge mbele, ili zibuni njia mbalimbali, mifumo mbalimbali ya maisha ya kukufanikisha. Kwa shetani anapiga akili ili kukuangamiza, Mungu naye anabariki akili ili kukuinua.
Ukitaka kumbana Mungu asibariki akili yako, ni wewe kujitenga kwenye kuitumia imani kwenye maisha yako, ukaamua kuishi kwa akili zako peke yako. Lakini ukitaka Mungu akae pamoja na wewe kwenye akili zako, ni mpaka utakapoamua kuihusisha imani katika kila kitu cha maisha yako. Ninapoongelea kuihusisha imani na maanisha nini? Na maanisha wewe kuamua kumwamini Mungu kwamba kisiwezi neno lolote bila Mungu kuniwezesha. Nasema hivi, naposema kuitumia imani, na maanisha kwamba wewe kutengeneza mfumo wa fikra ndani yako kwamba siwezi neno lolote bila Mungu kuniwezesha. Siwezi kufanya biashara, lazima Mungu aniwezeshe. Siwezi kuchukua mkopo, lazima Mungu aniwezeshe. Siwezi kuoa, lazima Mungu aniwezeshe. Siwezi kuishi ndoa, lazima Mungu aniwezeshe. Kila kinachohusu maisha yako kitengeneze mfumo wa kwamba huwezi mwenyewe, lazima Mungu akuwezeshe. Huko ndio kuitegemea imani. Kuikana imani ni kinyume na hapo, kwamba naweza Bwana, kwanza nina watu wengi wamenizunguka. Sasa katika nyakati hizi za mwisho, wengi hatutumii imani. Sababu kubwa inayosababisha tusitumie imani ni ukuaji wa sayansi na teknolojia. Sayansi na teknolojia ni kikwazo kikubwa cha matumizi ya imani kwa kanisa. Sayansi na teknolojia imewaharibu watu kiasi ambacho hatuoni tena imani kama inafaa kuitumia, bali tumebaki tunatumia teknolojia kufanikisha mambo yetu. Sijui kama unanielewa. Hebu ngoja muda huu tuiangalie teknolojia kidogo. Teknolojia ni nini? Teknolojia ni uwezo wa kutumia vitu vya asili kuvibadili kuwa vya kisasa kwa ajili ya kurahisisha uendeshaji wa maisha. Teknolojia ni uwezo wa kutumia vitu vya asili kuvibadili kuwa vya kisasa kwa ajili ya kurahisisha uendeshaji wa maisha. Haleluya, kanisa la Bwana. Tumsifu Yesu Kristo, watu wa Mungu aliye hai. Kwa tunapoongelea teknolojia, tunakuwa tunaongelea ule uwezo ambao Mungu anampa mtu wa kuvitumia vitu vya asili vilivyopo, kuvigeuza kuwa vya kisasa kwa ajili ya kurahisisha shughuli mbalimbali za kimaisha. Kwa mfano, mti unaugeuza huo mti kuwa mbao, huo mti unaugeuza kuwa meza, huo mti unaugeuza kuwa kitanda cha kulalia, mti unaugeuza kuwa kiti. Si kama unanielewa? Hiyo ndio inaitwa teknolojia. Uwezo wa kutumia kitu cha asili unakigeuza kuwa cha kisasa ili urahisishe maisha. Ningeweza kwenda sehemu kwa baskeli, lakini naenda kwa pikipiki. Ina maana imerahisishwa. Na wengine wakaona mara pengine pikipiki haifiki, wakarahisisha wakaleta gari. Si kama unanielewa? Hiyo ndio teknolojia. Kugeuza kitu hichi kukifanya kuwa bora zaidi kisasa kwa lengo la kurahisisha maisha. Au teknolojia kwa namna nyingine unaweza ukaitafsiri kwamba ni uwezo wa kubuni vitu mbalimbali kwa ajili ya kukidhi haja na mahitaji ya binadamu kwa kulingana na nyakati za maendeleo ya ulimwengu. Kwa teknolojia wakati mwingine ni ule uwezo wa kubuni vitu mbalimbali kwa kulingana na haja za mwanadamu kadiri ya ukuaji wa ulimwengu. Kwa sababu kila siku ulimwengu unakuwa. Kwa kadiri ulimwengu unavyokuwa, teknolojia nayo ina tabia ya kubadilika kadiri ulimwengu unavyokuwa, ili kuendana na spidi ya ulimwengu. Nakumbuka hapa juzi tulikuwa tunatumia mtandao wenye kasi, ilikuwa ni 4G. Lakini saizi dunia imehamia 5G. Na juzi nikasikia tena Japani wao wamezindua 6G. Si kama unanielewa? Kama nimekuacha pole. Kwa nini? Teknolojia inaboreshwa kadiri ya wakati
na majira yaliyopo. Zamani walibuni ndege, lakini baadaye wakagundua kuna maeneo hayana viwanja vya ndege, wakabuni helikopta. Hiyo ni teknolojia inaenda inabadilika kadiri ya nyakati zinazofika. Uwezo wa teknolojia ni Mungu ndiye aliyeuweka ndani ya mwanadamu, wala hautokani na akili ya mwanadamu kiasili, ila ni uwezo wa kimungu ambao umewekwa ndani ya akili ya mwanadamu. Mungu alipoumba dunia hakuumba vitu vyote. Kuna vingine aliviweka kwenye akili ya mwanadamu, akataka kuendelea kuviumba kwa kupitia huyo mwanadamu. Na ndiyo maana hatuna mahala kwenye Biblia tunaonyeshwa Mungu aliumba gari. No. Aliumba nyumba. No. Aliumba ndege, simu. Ila ni vitu ambavyo viliendelea kugundulika kadiri wanadamu walivyoendelea kuishi. Na aliyekuwa anawapa hiyo akili ya kuvigundua ni Mungu mwenyewe, kwa kuachilia nguvu ya uumbaji kwenye akili ya mwanadamu. Wewe hapo unayenisikiliza, ndani yako kwenye akili yako kuna kitu Mungu amekuwekea, anataka kukiumba hapa duniani kupitia wewe. Ile bado hujakiumba kitu chochote, hujasimama kwenye nafasi yako. Kila mtu hapa duniani kwenye akili yake kuna kitu chake Mungu amekiweka ambacho anataka kiumbike hapa duniani kwa kupitia huyo mtu. Na ndiyo maana kila siku unaona kuna vitu vinaumbwa, karama koria sakarabasheke. Ukiangalia kwa mfano kile kitabu cha Kutoka sura ya 31, ule mstari wa kwanza hadi wa 11, Kutoka sura ya 31 mstari wa kwanza hadi wa 11. Ngoja nikusomee usikie inavyosema. Kutoka 31:1 hadi 11. Takusomea tu mistari michache, sitakusomea yote. Bwana akanena na Musa akamwambia, angalia nimemwita jina lake Bezaleli mwana wa Uri mwana wa Huri wa kabila la Yuda, nami nimemjaza roho ya Mungu katika hekima na maarifa na ujuzi wa mambo ya kazi ya kila aina, ili abuni kazi ya ustadi kwa ufundi wa dhahabu na wa fedha na wa shaba, na kukata vito vya kutiwa mahali na kuchora miti na kufanya kazi ya ustadi iwayo yote. Angalia vizuri. Mungu anamwambia Musa kuna mtu mmoja anaitwa Uri. Anasema kwamba huyu anaitwa Bezaleli. Anamwambia huyu Bezaleli ndani yake nimeweka roho yangu ili awe mbunifu katika kubuni vitu vya dhahabu kwa fedha, karabusha, katika kubuni ufundi wa shaba na kuchora na kufanya vitu kwa ustadi mbalimbali. Ndivyo Mungu anavyomwambia Musa, mfuate huyo mtu, ndani yake nimemweka roho yangu kwa ajili ya kazi ya ubunifu, ambayo kazi zote zinazotajwa hapa ni kazi za kiteknolojia. Ndio maana nimekueleza hata watu unaona walibuni simu, walibuni redio, walibuni TV, walibuni hayo mavazi uliyovaa, wabunifu wote wa vitu vya kiteknolojia, si kwa akili zao, ni kwa sababu ndani yao Mungu ameweka roho yake inafanya kazi kwenye akili zao. Na ndio maana moja ya paji la Roho Mtakatifu ni akili. Si kama unanielewa, mtu wa Mungu aliye hai. Teknolojia imekuwa kwa kasi na inazidi kuongezeka nyakati na nyakati. Na ndiyo maana teknolojia iliyotumika miaka ya nyuma sio inayotumika miaka ya sasa. Kila siku tumekuwa tunashuhudia dunia inakuwa kiteknolojia. Na matumizi ya teknolojia kwa sasa yamekuwa ndio kipaumbele cha dunia. Na ndiyo maana pamekuwa pana ubunifu mkubwa wa matumizi ya simu, inayomerahisisha kazi. Haziwi ngumu kama zamani. Watu wa zamani walioishi enzi hizo walitumiana ujumbe kwa kuandikiana barua. Lakini siku hizi unachukua simu yako, unaandika message, inafika. Na walipoona message sometimes unaweza ukamtumia mtu isifike, wakaleta WhatsApp. Unaandika kwenye WhatsApp, inakuwekea kabisa blue tick kwamba amesoma na haja kujibu. Umeona kitu hicho? Zamani ilikuwa watu kujifunza neno la Mungu lazima waende kwenye mikutano. Watu wa Dar es Salaam
walikuwaga wanawekewa kwenye mikutano ule uwanja wa Jangwani. Wa Dar es Salaam wanaelewa ule uwanja wa Jangwani. Mnajikusanya pale Jangwani, mhubiri anasimama anahubiri, mnasikia mikutano. Lakini siku hizi kwenye simu yako tu unasikiliza semina kama unavyonisikiliza muda huu. Ni kwa nini? Teknolojia imekuwa, mambo yamerahisishika. Hatuhitaji tena kuandaa makongamano kwenye viwanja. Tunaandaa hata kwenye simu hapa, na unasikia tu, na unapona, na unafunguliwa, na unainuliwa. Ubunifu wa teknolojia ya majengo umekuwa kwa kasi. Majengo yanajengwa ya kisasa kila siku. Hata siku hizi kuna baadhi ya makanisa ukiingia, wamejenga makanisa yao kisasa kweli kweli. Kwa mfano, kuna parokia moja iko pale Dar es Salaam. Nilikuwa nikipita yale maeneo, nilikuwa navutiwa sana na lile jengo, ile parokia ya Magomeni. Walioko Dar es Salaam, uje upite pale Magomeni, uangalie lile kanisa. Yaani lina mvuto, limejengwa jengo zuri kweli kweli. Yote hiyo ni nini? Teknolojia. Au kwa hapa Arusha, huwa navutiwa sana na ile kanisa la Paroti. La Paroti. Huwa navutiwa nalo sana namna lilivyokaa. Kwa nini? Teknolojia ya majengo. Ubunifu wa teknolojia ya mapambo mazuri. Ubunifu wa teknolojia ya vifaa vya umeme. Kila siku teknolojia inakuwa. Na hizi teknolojia zimerahisisha masuala ya usafiri, zimerahisisha masuala ya mawasiliano, zimerahisisha masuala ya matibabu. Mpaka masuala ya matibabu yamerahisishika. Nakumbuka kuna siku nilikuwa nasikia pale Muhimbili kwenye ile sekta ya moyo imegunduliwa teknolojia moja ilikuwa inafanywa utafiti kwenye Jakaya Kikwete Foundation, sekta ya moyo, namna ya kumfanyia mtu matibabu ya moyo bila kumpasua. Wanakuwa tu wanafanya kwa kutumia kompyuta, namna ya kumfanyia mtu operation bila kumpasua. Yote hiyo ni nini? Ni teknolojia inaendelea kurahisisha kazi. Huduma za kiroho pia zimerahisishika kupitia teknolojia kama nilivyokuwa na kueleza. Na ndiyo maana teknolojia ikitumika vizuri inampendeza Mungu, na ni chanzo cha watu kukua kiroho na watu kuboresha mahusiano yao ya kila siku. Lakini teknolojia ikitumika vibaya ni chanzo cha uharibifu kwa kanisa na kubomoa uhusiano wa watu na Mungu. Mungu alipoumba ujuzi wa teknolojia, alitaka kila kitu kwenye teknolojia kitumike kwa sifa na utukufu wake, ili mapenzi yake yaendelee kuonekana kwenye kila jambo. Sawa sawa na ile Mambo ya Nyakati wa kwanza sura ya 29 mstari wa 11 hadi wa 13. Mambo ya Nyakati wa kwanza 29 11 hadi 13 inasema namna hii: E Bwana, ukuu ni wako, na uweza na utukufu na kushinda na enzi, maana vitu vyote vilivyo mbinguni na duniani ni vyako. Ufalme ni wako, e Bwana, nawe umetukuzwa na mkuu juu ya vitu vyote. Utajiri na heshima hutoka kwako wewe, nawe watawala juu ya vyote. Na mkono wako mna uweza na nguvu, tena mkononi mwako mnakutukuza na kuwawezesha wote. Basi sasa, Mungu wetu, tuwakushukuru na kulisifu jina lako takatifu. Kwa ukiangalia hili neno linatueleza kila kitu kilichoundwa kwa mkono wa Bwana ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu, na ni kwa ajili ya kuwavuta watu kwenye kulisifu jina la Mungu. Narudia tena, kila kilichoundwa hapa duniani, iwe alichokiumba Mungu mwenyewe kiasili, na yote yanayoendelea kutengenezwa kwa mfumo wa teknolojia na sayansi, ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu, na ni kwa ajili ya kumvuta Mungu kuendelea kusifiwa na kuendelea kuheshimika. Ila shida iliyopo ni kwamba kwa sasa watu wengi wanatumia teknolojia vibaya kubuni kwa faida zao wenyewe na sio faida za utukufu wa Mungu. Na ndio maana kuna mwanasayansi mmoja alibuni mke roboti. Hiyo ni teknolojia. Mungu amempa akili ili abuni vitu vya kuwasaidia watu, lakini shetani amemuingia akabuni teknolojia mbaya, mke roboti, kwamba wanaume waoe maroboti. Haya, wapi hasara?
yatafanya unachotaka, hayatabishana na wewe, hayatakuomba hela ya matumizi. It is very simple. Ukitaka liwe lisafi, kuna mahala unabonyeza tu linafanya unachotaka. Unaona hayo maajabu? Na anasema roboti ana uwezo wa kushiriki hata tendo la ndoa na wewe, ambao mimi siliiti tendo la ndoa, hilo ni ngono, ni uzinifu huo. Huwezi kufanya mapenzi na roboti ukasema eti ni tendo la ndoa, hiyo ni ngono. Nisikilize vizuri mpendo ulioko hapa. Teknolojia kwenye wakati mwingine imetulemaza wanadamu kiasi ambacho tumepunguza kumtegemea Mungu, tumebaki tunaitegemea yenyewe teknolojia. Kwa mfano, mtu una shida ya kupata mstari wa Biblia. Mtu anajua nikigoogle tu taletewa. Ana google, hilo andiko linakuja. Jiulize watu wa zamani ambao walikuwa hawana smartphone, waliohubiri miaka hiyo ya zamani wa mishonari, walipokuwa wanataka kupata mstari wa Biblia walikuwa wanafanyaje? Lazima walikuwa wanamuuliza Roho Mtakatifu. Simaanishi kwamba uache kugoogle maandiko unapoyatafuta. No. Inataka nikukumbushe ni kwamba kabla hujagoogle, mpe Mungu nafasi. Kwa Roho Mtakatifu, natafuta andiko fulani, nisaidie nilipata. Afu ndio nenda ukagoogle. Kwa nini? Kwa sababu teknolojia isikufanye ukamwacha Mungu wako nyuma, ukaipa yenyewe nafasi ya mbele. Sasa ukiangalia mfumo wa maisha sasa ulivyo, watu wengi tumeweka akili zetu kwenye kuitumia teknolojia na kuongozwa na teknolojia badala ya kuongozwa na Roho Mtakatifu. Mpango wa Mungu ilikuwa ni kutuletea Roho Mtakatifu aongoze maisha yetu, na si kutuletea teknolojia iongoze maisha yetu. Ile teknolojia iliwekwa ili turahisishie vitu mbalimbali katika kumwabudu Mungu wetu. Ila tumefikia mahala tumeiacha imani, tumehamia kwenye teknolojia. Tumeiacha imani, tumehamia kwenye teknolojia. Hatutumii muda mwingi kuomba kwa Mungu, tunatumia muda mwingi kutafiti kwenye teknolojia. Na wengine imefikia mahala ambapo matatizo yakitupata tunayapima kwa level za teknolojia na sayansi. Tukiona teknolojia na sayansi zimeagomea, tunaona hayawezekani tena, tunabaki tumekaa. Na ndio maana mtu akiugua, akishindwa kupona hospitali, akishindwa kupona kila mahali, anabaki anasubiri kufa. Huku anasahau kwamba kuna Mungu aliye mkuu kuliko sayansi iliyomwambia huponi. Kandarabo koria sakaraba. Raka shakaraba seki. Na ndio maana siku hii ya kwanza tunapoweka msingi, unaweza ukanisikiliza na ukaishia kuchanganyikiwa. Lakini kitu ambacho nachotaka upate, ambacho Roho Mtakatifu amenisemesha juu ya hili somo, ni kwamba imani yetu kama kanisa imeondoka, imehamia kwenye akili zetu kuitegemea teknolojia na sio kumtegemea Mungu. Na Mungu ni Bwana mwenye wivu. Amekuja kukutangazia siku ya leo, alipokuumba hakukuumba uitegemee sayansi, hakukuumba uitegemee teknolojia, ila alikuumba umtegemee yeye. Kandarabosha karabaseki. Na ndio maana ukiugua, ipe sayansi nafasi, lakini Mungu wako awe wa kwanza. Mungu wako awe wa kwanza. Sikukatazi kwenda hospitali. No. Nenda, tumia dawa, lakini hospitali vikigoma, usije ukazania ndio haiwezekani tena. Yuko Mungu anayewezesha. Ukitaka kuanzisha biashara, usiumize kichwa kuwaza mikopo utachukua wapi. Unakazana tu kutafuta taasisi za mikopo, watu wa kukampani, eneo la biashara. No. Kumbuke Mungu wako. Teknolojia isikudanganye. Kumbuke Mungu wako kwanza, awe pamoja na wewe kwenye hilo wazo lako. Halafu teknolojia ndio ifuate. Ukitaka kumsomesha mtoto wako, kabla haujaingia kwenye mtandao kuanza kutafuta ni shule gani nzuri, kabla hujaanza kuuliza watu ni shule gani inaongea Kiingereza kizuri, piga magoti kumuuliza Mungu kwanza. Teknolojia isikufanye akili yako ikashindwa kumkumbuka Mungu. Maana side effect, madhara ya kutumia teknolojia sana, ni akili yako kuanza kumsahau Mungu kwenye nafasi ya kukufanyia maamuzi, na kuona teknolojia ndio uamuzi wako wa mwisho. Ndio maana nataka tuombe muda huu. Tuombe toba mbele za Bwana. Kila eneo ambalo tumemwacha Mungu katika akili zetu, tukatumia teknolojia. Teknolojia sio mbaya, ila ni mbaya ukimwacha Mungu ukatembea nayo pasipo Mungu. Uzuri wake ni utembee nayo na utembee pamoja na Mungu. Kandarabasha karabas.
Karabo shakarabasiki. Rakariamandarabasakarapokoyasaka. Karamakariandarabasaka. Tuombe. Rapo rakasiki rapakaria. Rapakariandarabashaka. Rapakoko ramaka rakashaka. Mungu uliye hai, katika jina la Yesu tunasogea mbele zako watoto wako jioni ya leo. Bwana, tasema Mungu, tunakuomba toba kila eneo ambalo tumeishi kwa kuitumia teknolojia, tumeishi kwa kuitumia sayansi, tukasahau kukutumia we Bwana. Akili zetu zikawekeza nguvu nyingi kwenye kutazama sayansi, kutazama teknolojia, kutazama viwango vya elimu, kuliko kutazama ile neema na karama ulizoweka ndani ya watu. Mungu, katika jina la Yesu, wakati mwingine tumejikataa wenyewe kwa sababu hatuna elimu kubwa. Wakati mwingine tumewakataa wengine kwa sababu hawana elimu kubwa. Na yote ni kwa sababu kwenye akili zetu tuliitazama teknolojia na sayansi badala ya kukutazama we Bwana. Rapakoriasaka. Tunasogea mbele zako Mungu uliye hai, katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, tunaomba toba mbele zako Jehova, tunaomba rehema mbele zako Jehova, katika jina la Yesu Kristo. Tunaomba Mungu upate kutuhurumia, katika jina la Yesu Kristo. Tunaomba Mungu upate kutuhurumia, katika rehema zako na huruma yako. Tunaomba Mungu upate kutusafisha, katika damu ya Yesu Kristo, katika damu ya Yesu Kristo. Rakaria pakoria. Mungu, tunaomba toba kwa ajili ya misingi ya kanisa, maana yako makanisa ambayo yametoka rohoni, yamebaki yakifanya huduma kwa misingi ya sayansi na teknolojia. Mungu, tunaomba toba, tunaomba toba, maana sayansi si mbaya, bali tumetumia vibaya kama kanisa. Tunaomba Mungu tusamehe kanisa lako, tunaomba Mungu tusafishe kanisa lako kwa msaada wa damu ya Yesu. Tusaidie kurudi tena kwenye mstari Bwana, tukakutegemea we Mungu na tusitegemee teknolojia, tukakutegemea we Mungu, tusitegemee teknolojia, tukavutwe kwenye maisha ya kuongozwa na Roho Mtakatifu na sio teknolojia, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Tunarudi kwako Jehova, tunaomba utusikie maombi yetu, katika jina la Yesu. Tupe mwanzo mpya Bwana, tusimame pamoja na wewe kwa ukamilifu, tusimame pamoja na wewe kwa ukamilifu. Ninaomba neema yako ishuke Bwana, watu wako tukarejee kwenye misingi ya imani, tukarejee kwenye misingi ya imani, tusijitenge na imani, tusijitenge na imani, turejee kwenye misingi ya imani, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Raka shaka rapa karapa koriasaka kandarabu shaka rabaseke. Tua Mungu, yamkini mahala unaponisikiliza pia una shida binafsi, aidha ni shida ya ugonjwa au ni shida au changamoto yoyote ile ya kifamilia, changamoto yoyote ile ulio nayo kwenye maisha yako. Muda huu nataka pia kuomba Mungu akupe imani ya kupona kwenye hiyo changamoto. Mungu uliye hai, katika jina la Yesu. Tazama, yamkini kuna watoto wako wananifuatilia majira haya na kuna changamoto wanapitia katika maisha yao. Wengine ni changamoto za kiafya, wengine ni changamoto za kifamilia, wengine ni changamoto za kihuduma, wengine ni changamoto za kiroho, wengine ni changamoto za kiuchumi. Katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, naomba Mungu uachilie imani ndani ya huyu mtoto wako. Naomba umpe imani ya kuvuka kwenye hiyo changamoto, katika jina la Yesu. Naomba umpe imani ya kupona huo ugonjwa, naomba umpe imani ya kutatua hiyo changamoto ya ndoa, naomba umpe imani ya kuvuka kwenye hayo mashambulizi yaliyo nayo, katika jina la Yesu Kristo. Kila vita iliyoko mbele yako na kuombea imani ya Bwana ikushukie mahala ulepo, uweze kuvuka kwenye hiyo shida, uweze kuvuka kwenye hiyo shida. Yamkini wingu limefunguka, ila shida ni imani. Pokea imani ya kuvuka, pokea imani ya kuvuka, pokea imani ya kuvuka mpaka ng'ambo ya pili ya Yordani. Pokea imani ya kuingia Kanani yako, pokea imani ya kutawanya maadui, pokea imani ya kusikia kuwaseta chini ya miguu yako watesi wako, pokea imani ya kukanyaga nyoka na nge, pokea imani ya kupona huo ugonjwa, pokea imani ya kuanzisha huo mradi, pokea imani katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu. Pokea imani ya kukua kiroho,
Pokea imani ya kuongezeka viwango vyako vya maombi. Pokea imani ya kuongezeka kiibada katika jina la Yesu Kristo. Raka shaka rapa karapa shaka raka saka rapa kanda rabusha. Pokea imani ukaache kuota ndoto mbaya. Pokea imani ukaache kuongea na wafu, ukaache kuongea mwenyewe usiku katika jina la Yesu. Rapa ndakariasaka rapa koriasaka. Nataka pia kuomba kwa ajili ya watu ambao wana ndugu zao lakini wana mioyo migumu kumwamini Mungu. Ni watu ambao wanapenda mambo ya dhambi, wanakataa mambo ya wokovu, wanafanya vitendo vibaya. Nataka niombe kwa ajili ya hao watu. Kama wako kwenye familia yako, wako kwenye ukoo wako, nataka kuomba kwa ajili yao. Mungu li hai katika jina la Yesu. Ninasogea kuomba hata kwa ajili ya watoto wako walioko hapa Bwana, kwa ajili ya ndugu zao ambao wana mioyo migumu katika imani. Mungu, tazama, imani ni kipawa, imani ni karama. Kama ulivyompa Ibrahimu akakuamini wewe, Bwana, ukawapa na watoto wako mbalimbali wakakuamini wewe, ndivyo ninavyoomba Mungu, kafungua hilo lango kwa ajili ya ndugu zetu Bwana ambao wana mioyo migumu kusikia neno. Maana Bwana, wa kumfanya mgumu unamfanya na kumfanya mwepesi unamfanya. Ninaomba rehema kwa ajili ya watoto wako, maana Mungu haupendi nafsi yoyote ipotee, bali kila nafsi ifikirie toba katika huruma yako. Ndio maana Mungu, naomba ushushe neema kwa ajili ya ndugu zetu wote Bwana ambao wana mioyo migumu kukusikia wewe, neema ya kuwa walaini sasa, wakasikie neno lako, wakaliamini na kulisadiki na kufanya maamuzi ya kuongokea wewe Kristo, katika jina lako Yesu, katika jina lako Yesu. Fikra zao zikafunguliwe, wakaipate nuru ya Bwana iliyo sura yake Mungu, iliyo utukufu wake Mungu, katika jina la Yesu Kristo. Karapashaka rapashaka kandarabashaka orapakoriasaka rabo shandarabasiki rabo koria kandarabasaka. Jesus, Jesus, Jesus. Rabash koria kandarabasha. Tunamwamini Mungu, ameachilia uponyaji, ameachilia imani ndani yako, imani kwa ndugu zako, ameachilia imani ya kuvuka, na tunaamini Mungu amekubadilisha. Na ninakushauri kuanzia leo, maisha yako yote imani iwe kipaumbele, teknolojia na sayansi iwe ya pili, imani iwe ya kwanza kwa Mungu wako katika Yesu Kristo. Mungu, tunakushukuru kwa ajili ya siku ya leo. Asante kwa ajili ya yote ambayo umetusemesha. Asante Bwana kwa uaminifu wako na nguvu zako. Rapa kanda rabashaka raka saka rapa korabu shandarabasiki korapa kuria kanda raba. Asante Bwana, raka shaka rabasiki korabasiki rapa kuria saka. Amina. Mungu, tunakushukuru, tunasema asante kwa ajili ya uaminifu wako na upendo wako. Tunakushukuru Mungu Roho Mtakatifu kwa ajili ya semina hii inayohusu imani ambayo umeachilia watoto wako tuendelee kufahamu katika kipindi hichi cha Pentekoste. Tunakushukuru Roho wa Bwana, tunakuomba katika maisha yetu, maana peke yetu sisi hatuwezi. Roho Mtakatifu, tujalie tukue kiimani katika kukuamini wewe, tukue kiimani katika kukuamini wewe ule ndani yetu unayetuongoza siku zote. Utusaidie katika madhaifu yetu tulionayo, ikiwemo pamoja na kuacha dhambi na kufuata mambo ya dunia hii. Roho Mtakatifu, tunaomba ukatembee nasi siku zote za maisha yetu. Tunajiachilia kwako Bwana wetu Yesu Kristo. Tunaomba ukatulinde na kila hatari zilizo mbele yetu. Tunajitenga na kujiweka mbali na kila roho chafu zilizopandwa juu yetu. Tunaomba Mungu, nguvu zako ziendelee kuyafunika maisha yetu sawa sawa na mapenzi yako. Katika jina lako Yesu Kristo, mwana Mungu aliye hai, na damu yako Yesu Kristo tunainyunyiza katika maisha yetu. Tunajitenga mbali na kila roho za visasi, zikae mbali nasi tangu sasa na hata milele. Amina. Wapendwa wa Mungu, hongereni sana kwa kufuatilia siku hii ya leo. Karibuni siku ya kesho. Mungu aendelee kuwabariki sana.